Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile kilichoelezwa na Waziri Mkuu wa Canada akisema kwamba dunia inaweza kuendelea bila uwepo wa Marekani. Waziri Mkuu huyo wa Canada ameeleza hayo katika mkutano huko nchini Afrika Kusini, akisema kwamba Marekani imekuwa moja kati ya mataifa yenye kutaka kutumia nguvu kubwa kwa mataifa mengine, lakini bila ya Marekani dunia inaweza kaendelea kama kawaida. Washington haipaswi kukadiria nafasi yake katika uga wa kimataifa, Waziri Mkuu huyo wa Canada Mark Carney amesema, akiongeza kuwa masuala mbalimbali yanaweza kutatuliwa bila ya Marekani kushiriki. Kituo cha mvuto wa kiuchumi pia kinahama kutoka Amerika, aliwaambia waandishi wa habari kando ya mkutano wa kilele wa G20 mwishoni mwa wiki. Marekani iliuruka mkutano huo uliofanyika Johannesburg nchini Afrika Kusini. Rais wa Marekani Donald Trump ameshutumu nchi hiyo kwa kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya wakulima wa kizungu, akitaja kuwa sababu ya kutokuwepo kwake. Washington pia ilidai kuwa ni muhtasari wa mwenyekiti pekee ndio unaweza kutolewa kufuatia mkutano huo kwa sababu Marekani haikuwepo. G20 ilitoa tamko siku ya Jumapili, hata hivyo, tamko ambalo limetolewa bila uwepo wa rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa China Bwana Xi Jinping. Hata hivyo, Bwana Carney amesema kwamba Marekani imejitengenezea mazingira ya kuwa bwana mkubwa wa ulimwengu, jambo ambalo wakati huu hatuwezi kulikubali. Amesema kwamba Marekani, kutokana na kwamba ndio taifa lenye uchumi mkubwa duniani, imeamua kuyaonea mataifa mengine na hatimaye kuamua kufanya lolote inalotaka. Ikumbukwe rais huyo wa Marekani pia alitaka Afrika ya Kusini kuondolewa katika kundi la G20. Mkutano huo ulileta pamoja mataifa yanayowakilisha robo tatu ya idadi ya watu duniani, theluthi mbili ya pato la taifa na robo tatu ya biashara ya dunia, na hiyo ni bila Marekani kuhudhuria rasmi, Carney alisema mnamo siku ya jana Jumapili. Ni ukumbusho kwamba kitovu cha mvuto katika uchumi wa dunia kinabadilika. Marekani haiwezi kuwa taifa pekee ambalo litamiliki uchumi wa ulimwengu siku zote. Lazima tuwe na maamuzi bila Marekani, anasema Carney. Kulingana na waziri mkuu huyo, maamuzi yaliyofikiwa na wanachama wa G20 wakati wa mkutano bado yana uzito licha ya Marekani kususia. Pia alisema Canada inataka kuimarisha uhusiano na mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Afrika ya Kusini, India pamoja na Uchina. Msaidizi wa rais wa Urusi Maxim Oreshkin aliongoza ujumbe wa Moscow katika mkutano huo na kusifu kuwa umefaulu, akiongeza kuwa timu yake imekuwa na mawasiliano mengi ya kujenga na mataifa rafiki na hata kupokea baadhi ya mapendekezo ya ushirikiano ya kiuchumi na miradi ya pamoja kutoka katika nchi zisizokuwa na urafiki. Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa alisema kabla ya mkutano huo kwamba G20 inaendelea mbele na haitaonewa, akiongeza kuwa uamuzi wa Marekani wa kususia mkutano huo ni hasira yao wenyewe. Hata hivyo, rais huyo wa Afrika ya Kusini Bwana Cyril Ramaphosa amesema kwamba Washington inataka kuheshimiwa wakati wote bila kuheshimu wengine, na anasema kwamba katika nyakati ambazo lazima itambue ulimwengu unabadilika ni katika nyakati hizi. Cyril Ramaphosa amesema kwamba uamuzi wa Washington wa kususia mkutano huo wa G20 ni hasara na ni hasara ya Marekani. Alisema hayo hata kabla ya mkutano huo kuanza. Rais Donald Trump alitangaza wiki iliyopita kwamba hakuna afisa kutoka katika utawala wake ambaye angefika katika mkutano wa viongozi hao kutoka mataifa makubwa duniani kuanzia Novemba 22 hadi 23, akitoa mfano wa madai ambayo anadai wa Afrika na kundi la wazungu wachache na vizazi vya walowezi wa Uholanzi ambao walitawala wakati wa enzi ya ubaguzi wa rangi, akisema wanauawa na kuchinjwa na ardhi yao kuchukuliwa kinyume cha sheria, huku Ramaphosa akikanusha mara kwa mara madai ya Trump kama habari potofu. Na alikutana na kiongozi wa Amerika huko Washington na mnamo mwezi Mei katika jaribio la kutuliza mvutano. Akihutubia wanahabari nje ya bunge huko Cape Town, Ramaphosa aliutaja uamuzi wa utawala huo kuwa ni uamuzi usiokuwa mzuri, huku akisema G20 itaendelea na wakuu wengine wa nchi wamehudhuria katika mkutano huo. Mwishoni wamechukua maamuzi ya kimsingi, huku Marekani ikikosa ushiriki katika mkutano huo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu ni nini kinaendelea katika ulimwengu.